Mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye channel yako hii. Leo niko na shabiki wa Young Africans, Kefa Chengola. Tunaenda kuzungumza masuala mazima ya kandanda. Kubwa ni kuhusiana na klabu ya Young Africans ya kucheza ndani ya dimba la Benjamin Mkapa bila kiingilio, kwa maana bila ya fedha kwa mashabiki. Yani ni bure kabisa mashabiki kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye mchezo wa Jumamosi dhidi ya Silver Strikers kutoka pale nchini Malawi kwenye mchezo wa raundi ya 32 na mchezo wa mwisho kabisa wa hatua ya kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kefa Chengola, mambo vipi? Bana, safi, habari ya uzima? Mambo yanakwenda? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kefa Chengola, klabu yako imewapa nyinyi mashabiki fursa ya kuingia bure ndani ya dimba la Benjamin Mkapa. Swali hili bwana Kefa Chengola, umelipokeaje ukiwa kama shabiki wa Young Africans? Unajua ukiangalia kwenye side ya kwanza lina impact yake, lakini ukiangalia kwenye side ya pili vile vile lina impact yake. Lakini mimi binafsi kama mwanachama wa klabu ya Yanga nataka nijielekeze kwenye hii inside ya upande wa pili ambapo kuna impact negative. Unajua ifike hatua tukubaliane. Umeelewa? Ni kweli tulikotoka na tulipo sasa tupo eneo zuri, hususan kwenye klabu yetu ya Yanga. Lakini kwa hivi vitu ambavyo vinafanyika, ambavyo tunaamini kwa level yetu tuliofikia sisi sasa hizi, tunahitaji kwamba tuwe na wanachama au mashabiki ambao wana impact kwenye klabu. Lakini leo tunavyoona klabu yetu, kiongozi wetu hususan msemaji wetu anajitokeza kwenye vyombo vya habari, anasema mchezo wa tarehe tarehe ngapi, kwa maana ya Jumamosi dhidi ya Silver Strikers ya Malawi ni bure. Mimi binafsi nimechukulia lile swala kwa engo tofauti, kwa mawazo tofauti. Na hii kama mwanachama binafsi, kwa sababu sisi ni wakereketo, tunahitaji fedha ili klabu iendelee kujikimu, kwa sababu klabu yetu ya Yanga mpaka sasa hizi bado inahitaji fedha za kutosha ili klabu yetu iendelee kusimama. Sasa tunavyoona klabu yetu inasema kwenye mchezo wetu dhidi ya Silver Strikers ya Malawi ni bure, kiukweli mimi kama mwanachama imeniumiza na imenifedhehesha sana, kwa sababu tulikotoka kwa sasa na tulipo, tunaamini klabu yetu ilipo imeshakuwa ni klabu ambayo inahitaji fedha, na klabu ambayo tuseme kimataifa, ndani na nje ya kimataifa tumekuwa ni klabu ambayo ina ushawishi. Umeelewa? Tumekuwa kidogo hili swala la kuingia wanachama bure uwanjani limekuwa limenihuzunisha sana, kwa sababu mimi naamini ni klabu pekee sasa hizi duniani ambazo zinaingiza wa mashabiki bure uwanjani ni timu za wanawake. Ni timu za wanawake tu ndo duniani kote, nafikiri kama sio duniani kote basi ni hapa Tanzania ambazo zinaingiza mashabiki na wanachama bure uwanjani. Na hii kwa nini timu ya wanawake zinaingiza mashabiki bure? Ni kwa sababu ni timu ambazo zinataka nini? Zinahitaji mashabiki, zinahitaji ushawishi ili kuwavutia watu waje kwa wingi uwanjani. Sasa leo inavyoonekana timu yangu pendwa klabu ya Yanga inaingiza wanachama bure, na hii bwana Mnyasa nataka nikwambie, leo tunafurahia kuingiza wanachama bure uwanjani. Na hii nazungumza mimi bwana Mnyasa, mimi ni mwanachama. Unajua kuna watu wengine wanazungumza na fikra mimi na Bwabaja tu ni mtu tu ambaye nimetuma. Bwana Mnyasa, mimi ni mwanachama na ni mwanachama wa klabu ya Yanga. Haya maneno nazungumza kwa uchungu. Kwa sababu gani? Nazungumza nikiwa na maana kwamba ipo siku huyu mwekezaji wetu kwa maana ya GSM atakuja kuondoka kwenye klabu yetu. Ndugu zangu, wanasema mtoto mleavyo ndivyo akwavyo. Ipo siku wakina engineer watatoka kwenye klabu yetu. Watu watazoea haya mambo ya kuingia bure. Ipo siku kwenye mchezo ambao utakuwa unahitaji mashabiki, na kwa sababu tumezoea mambo ya bure, ndugu zangu, kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa pale wataingia watu 5. Hili lazima niliweke sawa. Umeelewa bwana Mnyasa? Leo tunafurahia, tunaona ni sawa sawa, ni kwa sababu hatuangalii mbele. Lakini sisi watu ambao tunaipenda klabu yetu, tunaitumainia klabu yetu, tunaipenda klabu yetu isiende shimoni, kwa sababu hivi vitu tunavifanya, lakini tujue kabisa ipo siku hawa watu nao wategemea, huyu mjomba ambaye tunamtegemea, ipo siku hata kuwepo, ataondoka. Umeelewa? Na si kwamba ni bure. Sio kwamba ni bure, kwa sababu ule uwanja sio wa Yanga, ni uwanja wa taifa. Maana hiyo GSM au engineer amechukua fungu, amelipeleka BMT, lingine limeenda kafu, lingine limeenda kwenye kamati ya ulinzi, kamati ya usafi. Sasa tujiulize, hizo fedha zote kwa nini zisingeenda kwenye kuhudumia wachezaji, au zisingeenda kwa ajili ya kufanya maendeleo kwa ajili ya klabu? Hata vitu kama hivi mimi kinachoniumiza Mnyasa, tukihoji wanasema huyo dogo ni mtu wa Simba. Hii ni kadi hii Mnyasa, hebu ionyeshe watu waone. Hii ni kadi ya klabu ya Simba. Tunazungumza haya mambo bwana Mnyasa ni kwa mapenzi ya dhati kwa klabu yetu. Na mimi nataka nikwambie bwana Mnyasa, mimi Jumamosi uwanja wa Benjamin Mkapa naenda,
na siwezi kwenda kwenye sehemu iliyoandaliwa ya bure. Hiyo lazima nikwambie. Mimi nimeshakata tiketi ya VIPB hii hapa. Nimesema mimi na tangu nianze kwenda Benjamin Mkapa sijawahi kwenda VIPB au VIPA hata siku hii. Mimi huwa naenda mzunguko, lakini ni kwa sababu wamesema mzunguko ni bure. Nimesema sitakubali kwenda mzunguko sehemu iliyoandaliwa bure, kwa sababu mimi naipenda klabu ya Yanga na naipenda klabu ya Yanga iendelee kusonga mbele. Kwenye sehemu ya bure sitakwenda. Na mimi nataka nikwambie Mnyasa, na nataka niwapelekee ujumbe huu kwa viongozi wa klabu ya Yanga. Niwaombe, this is enough, na iwe enough, inatosha, na isijirudie tena. Klabu yetu kuambia wanachama waende uwanjani bure haiwezekani, haikubaliki. Sisi kama wanachama tunaipenda klabu yetu, ni mara 100 tuingie wanachama 3 uwanjani kuliko kuingiza wanachama 60,000 ambao wameenda bure uwanjani. Tunakoelekea bwana Mnyasa, nisikufiche, ipo siku mechi ya Simba na Yanga ambayo imeandaliwa na Yanga tutaingiza pale wanachama bure. Bwana. Narudia, leo nazungumza, mnaniona kama Webego hana akili ni pungwani, lakini nazungumza kwa mapenzi ya dhati kwa klabu yangu, kwa sababu naamini ipo siku mechi iliyoandaliwa na Simba, mechi ya Simba na Yanga ambayo imeandaliwa na Yanga, watakuja kuingiza pale watu 60,000 net na bure. Hizo fedha zote ambazo tunazipata ndugu zangu, na maana nimesema bwana Mnyasa, leo tunatamba, tunajimambafai, ni kwa sababu tuna GSM. Ipo siku tutakuja kupata mfadhili ambaye haitateini hayo maswala. Ndugu zangu, tujue kabisa ipo siku tutakuja kupeleka wanachama wasiozidi 10 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Na ndio maana maswala haya bwana Mnyasa, tunavozungumza hivi, tunazungumza kwa mapenzi ya dhati. Na ndio maana mimi leo hii kadi, nimekada kadi hii VIPB, nimeenda kukata kwa lazima. Nikasema mimi bwana, mimi ni mwanaume, sijazoea vya bure, sijazoea vya kupewa. Japokuwa ndio ni kweli bosi wetu ametoa hizo fedha kupeleka huko, lakini lazima tutume ujumbe kwa viongozi wetu kwamba bwana, na hili bwana Mnyasa, nikwambie bwana Mnyasa, na hii nakupa kodi kuhusu masuala ya kwenda bure uwanjani. Mimi kama Kefa Chengula siwezi kumlaumu injinia hata siku moja, hata punje, hata kwa bahati mbaya. Na hili nataka nipeleke lawama kwa viongozi wa matawi ya Dar es Salaam na wazee wa klabu ya Yanga, ndo waliosababisha haya yote. Injinia hana kosa. Mashabiki wenzangu niwaambie, wanachama wenzangu niwaambie, Injinia Hersi hana kosa, Ali Kamwe hana kosa. Wenye makosa ni hawa viongozi wa matawi kutoka Kosiwe, wengine wametoka Maji Matitu, wengine Visimbi Kisewe huko, wameungamana, wametoa mawazo finyu kwenda kuyapeleka kwa viongozi, na viongozi kwa sababu wanatusikiliza sisi wanachama, wametusikiliza. Sasa bwana Kefa Chengula, baadhi ya mashabiki wa Simba wanasema nyinyi timu yenu mmezoea na kupenda vitu vya bure. Wengine wanaenda mbali zaidi, wanasema kwamba Young Africans mashabiki wao ni wachache sana, ndio maana mnashindwa kabisa kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa mpaka mnaletewa fursa ya bure kuingia katika dimba la Benjamin Mkapa. Hii kauli bwana Kefa Chengula anazungumzaje? Bwana Mnyasa, kwa mujibu wa statistic, kwa mujibu wa takwimu, manake mimi ni mzee wa fact, huwa sizungumzi propaganda. Kuna watu wa propaganda utakuja kwa hoja, lakini mimi ni mtu wa fact. Nikwambie kitu kimoja, kwa mujibu wa takwimu, timu iliyoongoza kwa msimu uliopita, ule uliopita asana na huu wa safari bado takwimu hazijatoka, ule uliopita wa mwaka 2023-24, kwa mujibu wa statistic, klabu iliyoongoza kwa wanachama na mashabiki kwenda uwanjani ilikuwa ni klabu ya Yanga. Umenielewa? Lakini kwa sasa imeanza kupungua siku hadi siku. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu viongozi wamekubali pressure ya wanachama, viongozi wa matawi, kwa sababu ya kutoa hii pressure, kupressurize. End of the day viongozi wameingia mkenge wa kutoa ruksa ya wanachama kuingia bure. Na ndio maana nimesema bwana Mnyasa, hii inaenda kuvunja morali na nguvu kwa wanachama kwenda kuichangia klabu yao, kwa sababu kwa sasa duniani kote mpira unahitaji fedha, na ni kweli sisi tuna fedha, na hichi tunachokifanya kwa sasa tunakifurahia. Lakini ipo siku huyu GSM au huyu injinia siku akitoka
hivi vitu watu wakishazoea, na ndio maana nimesema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Ipo siku klabu yetu itahitaji wanachama ili waje waende uwanjani tupate fedha. Tutazikosa kwa sababu watu wamezoea au tumezoea kwenda uwanjani bure, kitu ambacho sisi wanachama tunakipinga. Baadhi yetu tunakipinga, tunasema jamani, ni mara 100 tuende mashabiki 3 uwanjani ambao tumelipia tiketi kuliko hii ya bure. Hii ya bure ndugu zangu imekuwa ni fedhea, imekuwa ni aibu. Sasa hizi mpaka mashabiki wa Simba unajua wameanza kutuzomea. Na automatically hebu angalia, kwenda kwenye mechi za Simba unalipia kuangalia. Maana yake ni nini? Maana yake tayari Simba ameshajitambulisha kimataifa, ameshajitambulisha kwenye klabu yake kwamba yeye yupo kwenye level fulani. Maana yake kwenda bure ni kwamba ni klabu ndogo, unawashawishi watu waende kufanyaje? Wakakuangalie. Kitu ambacho sicho leo. Kwa maana Yanga ni klabu ndogo. Ndio tafsiri yake, ndio wanavyotutambulisha hivyo. Maana yake Madrid au Barcelona huwezi kwenda kuangalia bure. Naomba uniambie ni siku gani ambayo Madrid wameenda kuangalia mchezo? Na ukiona wamefanya hivyo, ukiona wameenda kuangalia huo mpira bure, maana yake kuna mistake zilifanyika kule, wameamua kuchutama viongozi kwamba tunaomba mje mfanyaje kwenye mechi fulani mtaingia bure. Yaani ni kwamba kuna mistake ilifanyika. Watu wanahoja hapo kwamba Simba imefungwa mara 6 na Young Africans mfululizo, lakini mashabiki wao wanaenda uwanjani kwa viingilio vya pesa na hata siku moja hawajawahi kuisusia klabu yao. Lakini vile vile nini, Yanga mmeifunga Simba mara 6 mfululizo, lakini mashabiki wanabembelezwa kwenda uwanjani kukata tiketi. Hii ina tofauti gani sasa hapo bwana Kefa Chengula? Kuna nini hapo? Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Short and clear, short answer. Ninachotaka kukwambia, Simba wamezoea vya kuchinjwa. Sisi tumezoea mambo ya kuungaunga mwana peleka huku, fungulia mageti njoo bure, na ndio hicho ambacho saa hizi mimi, na ndio maana mimi kwenye klabu ya Yanga bana Mnyasa nazungumza reality na wala sizungumzi kwa ajili ya kutengeneza kiki, nazungumza reality. Na ndio maana mimi nimekataa kwenda bure. Nimesema mimi kama Kefa Chengula, kwa sababu naipenda klabu yangu, sitaweza kuingia uwanjani bure. Nitakata tiketi, nitaingia uwanjani kwa kukata tiketi. Nitaingia VIPB ili nikaisupport klabu yangu. Siwezi kwenda mimi kwenye mechi ya Silver Strikers kwenda kuangalia huo mchezo bure. Na ndio maana nimekwambia Simba wamezoea kwenda uwanjani kwa kulipa tiketi. Sisi tumezoea kwenda bure, na ndio maana tumesema hivi, tunakoenda ipo siku mechi ya Simba na Yanga ambayo imeandaliwa na Yanga, wanachama wa klabu ya Yanga tutaenda pale bure, na ndiko tunakotaka kwenda kwa sababu tunazoeshwa hivyo. Ukishazoea hivyo, tafsiri yake ni kwamba ipo siku tutahitaji wanachama waende kuunga mkono, watoe tiketi, hazitauzikana. Na ndio maana sasa hizi kuna vingine bana Mnyasa, siwezi kwenda deep zaidi kwa sababu mimi ni mwanachama hai wa klabu, siwezi kutoa siri za klabu, lakini tunakoelekea ipo siku, na wao viongozi wa klabu ya Yanga wanajua. Na kuna watu kwenye klabu ya Yanga, nitakupa hii kodi na hii ipeleke. Kuna baadhi ya watu kwenye klabu ya Yanga ni mkukuta. Umenielewa bwana Mnyasi? Ni mkukuta. Na Engineer Hersi aliwaambia wale watu, kuna kikundi cha watu kinaratibiwa pale kwenye klabu ya Yanga. Aliwaambia engineer, na nyinyi saa hizi acheni kuitegemea klabu ya Yanga. Klabu inatakiwa iwe na wategemea nyinyi. Kilichotokea ni nini unajua bwana Mnyasa? Wale watu mpaka saa hizi wameacha kuungana na klabu, hawaendi kwenye hamasa, wameingia mitini. Ni kwa sababu gani? Walikuwa wamezoea kila hamasa wakienda wanapewa nini? Wanapewa fedha. Na ndio maana nimekwambia mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Engineer, mimi nakwambia baba, simamia kwenye uhalisia, simamia kwenye right. Ni bora engineer uwe na watu 3 wanaoipenda klabu kuliko kuwa na watu 60,000 wanafiki, wazandiki, wanaopenda vitu vya bure. Vitu vya bure havitakiwi kwenye klabu yetu. Klabu yetu tunataka watu ambao wanaipenda kusupport klabu, sio watu ambao ni mzigo kwenye klabu. Hatutakubali. Mimi kama mwanachama, na hii Mnyasa nataka iende kama hivyo. Wasio wakasema wadogo na babwaja hana takadi, na ndio maana nimenunua hii jezi, nimenunua kadi ya wanachama, nimelipia tiketi. Hivi vitu vyote unaweza kutilia mashaka kwamba mimi si mwanachama klabu ya Yanga au sina mapenzi kwa klabu ya Yanga? Hivi vitu vyote bwana Mnyasa unaweza kunitilia mimi mashaka? Na ndio maana mimi nasema hivi, sitaki klabu yangu iende shimoni, sitaki klabu yangu iharibikiwe, kwa sababu napenda mambo yanyoke kama rura. Bwana, shukrani sana. Nashukuru sana.